kwa kutoka kwa Mama Samia. Kwa hivyo nashukuru kwa hilo. Ombi langu kwa sasa, kwa sababu tumeambiwa tusubirie hiyo majibu ya DNA. Kwa hivyo naomba sana aweze kutoka haraka ili niweze kugundua mtoto wangu yupo wapi. Tumezungumza kuhusu hili swala, ila yeye amesema kwamba hili swala alimuhusu sana, maana kwa sababu kesi ipo polisi na yeye anasubiria hiyo majibu ya DNA, na huyo Glory yupo chini ya udhibiti na kafukuzwa hapa kazini. Na manesi wengine waliokuwepo zamu walienda kuhojiwa na wenyewe. Nashukuru. Naitwa Nixon Maleko, ni wakili wa serikali kutokea Wizara ya Katiba na Sheria. Kama nilivyoeleza pale awali kwamba tumekuja hapa mkoa wa Arusha, tunatekeleza kampeni ya Mama Samia ya utoaji wa msaada wa kisheria kwa wananchi. Kampeni hii ipo hapa tangu tarehe 28 uzinduzi ulipofanyika pale kwenye viwanja vya Ngarenaro. Na tulifanikiwa kufika, na tumefika tumeonana na mganga mfawidhi ambaye kwa upande wake ametueleza kilichokuwa kimejiri, lakini sambamba pia na maelekezo ambayo tayari yameshatoka kutoka Wizara ya Afya kuhusiana na ufuatiliaji wa lalamiko hilo na hatua ambazo zinatakiwa zichukuliwe. Sisi kama wataalamu wa utoaji wa msaada wa kisheria tupo bado bega kwa bega na mama yetu pamoja na binti yake huyu ambaye amebadilishiwa mtoto, kuweza kuhakikisha kwamba hatua za kisheria zinafuatwa na ukweli unakuja kufahamika, na hatimaye kama ni binti kupatiwa mwanae basi ampate, lakini kama yule aliyekuwa amejifungua ndiye alikuwa ni mwanae vile vile pia itafahamika, kwa sababu tayari zipo hatua za kisheria zimeshachukuliwa, ikiwa ni pamoja na sampuli za hawa watoto watatu ambao mmoja kati yao ndo anahisiwa kwamba ni miongoni mwa wale mtoto wa binti Neema. Kwa hivyo majibu yatakuja, lakini pia mhudumu wa hospitali aliyekuwa akimhudumia Neema kwa siku hiyo tayari ameshachukuliwa hatua za kisheria na ameshafikishwa jeshi la polisi mkoa wa Arusha tayari ameshachukua hatua dhidi yake na kuania kumfungulia mashtaka kwa makosa ambayo yamejitokeza. Na kwa sasa yuko nje kwa dhamana. Kwa hiyo sisi tutaendelea pamoja na kushirikiana na upande wa jeshi la polisi, lakini pia na ofisi ya mashtaka taifa mkoa wa Arusha kuhakikisha hatua zote za kistahiki za kisheria zinafuatwa, upelelezi unafanyika, na mwisho wa siku mhusika anachukuliwa hatua na mwanadada Neema na pamoja na mama yake wanayemlilia mjukuu wao basi wanapatiwa haki yao. Ndio lengo na madhumuni ya kampeni hii, pamoja na mambo mengine. Misaada ya kisheria inayotolewa na kampeni ya Mama Samia ni kwa lengo la kuhakikisha kila mwananchi anafikiwa au anapatiwa huduma ama haki ile ambayo inamstahili. Kwa maelezo ya daktari hajatupa tarehe husika, lakini amesema ndani ya wiki hii huenda majibu ya DNA yakawa yameshapatikana. Lakini na sisi pia tutalifuatilia. Kupitia kampeni hii tutafuatilia kuweza kujua ni lini majibu hayo ya DNA yatapatikana au yatatoka, alafu nini hatua ambazo zitaenda kuchukuliwa baada ya majibu hayo kuwa yametoka. Naitwa Fauzia Mustafa, ni wakili wa kujitegemea, natokea chama cha mawakili hapa Arusha. Sisi kama alivyoeleza mtaalamu mwenzangu, mpaka sasa hatua tulizochukua ni hizo, lakini hatutaishia hapo. Tutaendelea kulifuatilia hata baada ya kampeni hii kufungwa kwa mkoa wa Arusha, kwa sababu kampeni hii huwa haitatui matatizo ambayo yanajitokeza wakati ipo mkoa husika, ila hata baada ya kuondoka kuna wataalamu ambao huwa wanakabidhiwa jukumu la kufuatilia na ama la uwakilishi. Kwa hiyo kwa sababu tunashirikiana kwa pamoja, sisi tutaendelea kulifuatilia, na kama mama huyu atahitaji uwakilishi atapatiwa. Tunatambua kwamba hii ni kesi ya jinai na ofisi ya waendesha mashtaka ndio wanaohusika, lakini na sisi tutakuwepo pale, kitaalamu wanasema watch brief, yani kuangalia vile ambavyo shauri hili linaendeshwa. Jina langu naitwa Sabrina Andrea Larbare, ni mkazi wa Arusha, kata Daraja 2, mtaa Ndarvoi. Walipotufikia nyumbani jana pale
na kutusaidia kupaza sauti zetu kwa Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kuna waandishi waliotangulia kwanza na walikuja wakatuchukua vizuri, lakini baadaye hata nina message kwa simu anasema mheshimiwa mkuu wa mkoa alisema isitoke kwanza. Sasa sikujua ni kwa sababu gani, ila ninashukuru kwa kweli hao walokuja wa msaada kisheria kwa Mama Samia, kiukweli wametuonesha kwamba wapo kwa ajili ya wananchi, kwa sababu wamesaidia kutoa sauti zetu. Daktari amehojiwa pale kuhusiana na hili swala, amekiri ni kweli, na anasema nesi huyo amekamatwa na yuko nje kwa mzamana na wamemsimamisha kazi akipisha uchunguzi. Samia Legal Health walikuja nyumbani kwangu, nyumbani kabisa, kata Daraja 2, mtaa Ndarovoi. Tulikaa nao pale ndani, wakatushika na mkono wa pole, wakatutia moyo, na wakatuchukua na usafiri wa gari ya serikali, tukaja nao mpaka hospitali ya Mount Meru, wakifuatilia kabisa sakata hili la mtoto kubadilishwa kwa mjukuu wangu. Kiukweli namshukuru sana Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kusikia kilio chetu na kututumia watendakazi ambao wako makini kweli kweli, pamoja na nyie vyombo vya habari. Kwa sababu naona watu ni wengi sana wanaokuja nyumbani na simu nazopigiwa ni nyingi. Kwa hiyo kwa mimi na imani kwa hichi kilichofanyika leo, hawa wanasheria wa Mama Samia walipofika nyumbani, na najiaminisha kabisa kwamba ni ukweli mama amepata klipu ile ya kwetu na aliyoiona na matumaini, lakini pia namuomba mama atusaidie kwa watoto wote waliozaliwa siku hiyo kufanywa DNA, kwa sababu huyo Glory nesi kama alikuwa ameweza kuchanganya wale watoto watatu ambao niliwakuta pale na mmoja alikataa kumpima, yamkini mtoto wetu pale hakuwepo, labda alipeana kwa mtu mwingine.